Naam, Bwana Yesu asifiwe mtazamaji ambaye umekuwa ukiendelea kupata mibaraka kupitia kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu tangu tulipoanza vipindi vyetu kwa njia mbalimbali. Natumaini kabisa umekuwa ni moja ya wadau wa karibu tangu tulipoanza kwa kutazama matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa Mwanza, Tanzania kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV. Langu jina ni Andrea Amos Masanja na sasa ni mahali sahihi kabisa ambapo leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa ni mbaraka kwa watu wengi sana kupitia nyimbo zake, lakini pia licha kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili bado ni mchungaji. Kwa hiyo ni vitu viwili anavifanya kwa wakati mmoja, na tutaenda kujua mengi zaidi kutoka kwake, safari yake ya muziki na hatua mbalimbali ambazo anazipiga kuhakikisha kwamba wewe pia unapata nafasi nzuri ya kuwa ushuhuda kwa nyimbo zake ambazo amezitoa na kuwa mbaraka kwa watu wengine. Nikualike sasa kwa mikono yangu miwili ili uweze kubarikiwa katika matangazo yetu haya ya moja kwa moja, na sasa niweze kumkaribisha mgeni wangu ambaye ni mgeni wa kipekee kabisa kwa mara ya kwanza kuweza kuketi nasi kupitia kipindi Amka Tumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana. Najua kuna watazamaji, najua ni mara ya kwanza kuweza kuketi nasi hapa na kuna watazamaji ambao wanakutazama kwa sasa wanatamani kufahamu zaidi kwa undani sana. Nani unaitwa? Amina. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Sedekia Anton Yehu. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni mchungaji, ninachunga kanisa la Pamoja. Ninapatikana Nyegezi, kanisa linaitwa Beseri Mlima wa Utukufu. Nyegezi, mtaa wa Nyamazobe, nyuma ya stendi. Kipekee namshukuru Mungu, ni kwa mara yangu ya kwanza kukanyaga mahali hapa katika studio hizi za Star TV. Namshukuru Mungu kwa neema ya kipekee na baraka ambayo amenijalia asubuhi ya leo kuwa katika kipindi hichi cha Amka Tumsifu Bwana. Amen. Ni watu wachache sana ambao wanafanya vitu viwili kwa wakati mmoja, maana hata kwenye Biblia kuna wengine walipewa talanta 10, kuna wengine walipewa talanta 1, wengine walipewa 2. Kwanza kabisa natamani tuanze mchungaji, lakini pia mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mwandishi wa vitabu. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. Sedekia Yehu. Naam. Wengi hatukufahamu zaidi ambao ndio mara kwanza wanakutazama hapa kupitia television hii kubwa kabisa. Amen. Hebu tuambie basi kwa ufupi safari yako. Najua kuna safari ambayo umeipita hadi kufika hapa. Safari yako ilikuwaje hasa ya wewe hadi kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia kwa uchache zaidi ukawa ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mchungaji? Amina. Safari yangu ya uimbaji wa Injili, nafikiri nimeanza kupenda sana huduma ya uimbaji nikiwa bado mdogo, nina kama miaka 10. Nimeendelea hivyo na kuendelea. Baada ya muda nikiwa nimemaliza kidato cha 4, ndipo nilipoanza habari ya uimbaji. Lakini mtu ambaye nilikuwa ninapenda kuimba nyimbo za waimbaji wengine ambao wamenitangulia. Lakini ndani yangu kumbe kuna kitu Mungu alikuwa ameweka cha uimbaji. Na mimi nilikuwa napenda sana huduma ya uimbaji. Actually hii huduma ya uchungaji sikuwahi kuipenda katika maisha yangu mpaka pale Mungu alipoamua kunitokea na kuzungumza na mimi kwa habari ya kumtumikia kwa namna hiyo. Lakini kitu ambacho nilikuwa napenda ni uimbaji. Kwa safari yangu ya uimbaji ndio imekuwa hivyo mpaka hapa nimefika. Ni miaka mingi ambapo Mungu amekuwa akisema na mimi. Na wakati mwingine kwenye hii huduma ya uimbaji nilipokuwa nimelala, nilikuwa ninaota nyimbo. Ninaota labda nyimbo za waimbaji wengine, ninaota ninaimba. Kwa hiyo ndio safari yangu ya uimbaji ilivyoweza kuwa ilipoanzia hapo. Na muda ni mchache japokuwa nasema ni mengi, kuna vitu vingi unavyo. Ndio. Na sasa ilikuwaje ukaviweka hivi vitu viwili kwa wakati mmoja, mchungaji lakini unaimba pia? Lakini ni muimbaji. Amina. Mpenzi mtazamaji pamoja na mtumishi wa Mungu, kwa nini nimeviweka vitu viwili pamoja? Lakini ikumbukwe kwanza, kazi kubwa iliyoko mbinguni ni kumsifu Mungu. Haya mengine, mwalimu, mchungaji, vitu gani hivyo ni vitu vya ziada. Lakini kazi kubwa iliyoko mbinguni ni kumsifu Mungu. Na ndio maana Mungu alinipa neema hiyo ya kuweza kumtumikia pia kwa njia ya uimbaji, kwa sababu ni mtu ambaye ninapenda sana uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu hauwezi kuja bila kumsifu Mungu. Maana neno la Mungu linatuambia Mungu ameketi katikati ya sifa. Kwa hiyo ili Mungu aweze kushuka, maana yake tunahitaji kumwimbia Mungu, na hususan kuimba katika roho na kweli. Sio kuimba tu, kuimba katika roho na kweli inapelekea
wingu kushuka na Mungu akatutembelea akatuhudumia. Sawa kabisa. Sedekia Yehuu, natamani kujua zaidi haswa kwenye upande wako kwa mwimbaji na kwa mchungaji. Ni nani ambaye yuko nyuma yako, ama ni mtu gani ambaye alikushawishi ama kukushika mkono ama kukupa wazo zaidi au kukupa hamasa ya wewe kuwa mchungaji lakini pia kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili tangu utoto? Amina. Kwa habari ya kunipa habari ya hamasa kwa habari ya uchungaji, ni Mungu mwenyewe alizungumza nami, kwa sababu tukiangalia kazi ya uchungaji jinsi ilivyo ngumu, lakini nilikuwa ninaangalia maisha wachungaji wanayoishi, ni maisha ambayo yako si maisha mazuri, wanaishi maisha ya mihangaiko sana. Kwa hiyo sikuwahi kupenda kazi hiyo ya uchungaji, mpaka pale Mungu alipozungumza na mimi akaniambia sasa ni wasaa wa kuchunga. Lakini kwa habari ya hamasa ya uimbaji, nimekuwa nikipenda waimbaji wakubwa, nimekuwa nikisikiliza nyimbo zao, watumishi wa Mungu mbalimbali. Kwa zile nyimbo zimekuwa zikinibariki, zile nyimbo zimekuwa zikigusa maisha yangu, hususan aliyenipa hamasa kabisa kwenye mambo haya ya uimbaji. Nilikuwa nampenda sana mama yangu mkubwa, yuko EAGT Buzuruga, anaimba kwaya Mwanza Singers. Kwa nilipokuwa nikifuatilia ule uimbaji na namna wanavyoimba, vilikuwa vinagusa, vinabariki moyo wangu. Kwa kutokea hapo nimeendelea na namna hiyo ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji na uchungaji. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu, neema yake inanisaidia. Tayari umeshaoja utamu wa pesa. Na kuna wengine leo wanataka moto wa Injili. Bado kuna vitu vingi zaidi unavyo na Amina. Wimbo wako wa kwanza kabisa ambao uliweza kukutambulisha sasa kwenye soko hili na muziki wa Injili ni upi? Actually nimekuwa na nyimbo nyingi, lakini wimbo ambao ninaona umekuja kunitambulisha na umekuja na kasi kubwa ambao umegusa maisha ya watu wengi sana ni wimbo unaitwa Tumevuka. Huo umegusa maisha ya watu wengi sana na wengi wamebarikiwa, kwa sababu ni wimbo ambao una kweli hata ukiwa katika magumu unaona iko nguvu ya Mungu ya kukuvusha kutoka katika yale magumu. Sawa. Uandishi wa nyimbo zako hasa unatumia mbinu zipi kuhakikisha unaandika nyimbo ambazo zinawagusa watu na zenye ujumbe? Amina. Uandishi wa nyimbo zangu mara nyingi imekuwa inanitokea ninapokuwa madhabahuni, aidha ninafundisha neno la Mungu, pale Roho Mtakatifu ananipa mashairi. Na wakati mwingine nyimbo nyingine nimekuwa nikizipatia studio. Kwa mfano kuna wimbo unaitwa Napendwa na Baba, nimefika studio pale Roho Mtakatifu akanipa hicho kitu na moja kwa moja nikarekodi. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyimbo nimekuwa nikizipata madhabahuni, lakini nyimbo nyingine Roho Mtakatifu anakuambia nenda studio, na ujue unapofika studio utafanya nini. Lakini ukifika pale unapomaliza kufanya maombi studio kabla ya kuanza kazi, Roho Mtakatifu anaachilia mafunuo na kitu kinatoka kikiwa na TBS ya mbinguni. TBS ya mbinguni. Mbinguni ndio iko TBS ambayo ikithibitisha, Mungu akithibitisha amethibitisha. Umefanikiwa kutoa nyimbo ngapi hadi sasa hivi? Mpaka sasa hivi nina nyimbo kama 15 ambazo nimeweza kutoa. Lakini ambazo nimetoa video mwanzoni hapo nilikuwa nimetoa album nzima, lakini ilitokea changamoto ya mambo ya editing. Kwa hiyo video ambazo ziko saizi zilizoko mtandaoni ni video 3. Amen. Lakini kwa neema ya Mungu ninategemea Jumatatu kuna video nyingine itatoka ambayo inazungumzia mambo ya amani juu ya taifa letu la Tanzania na mikoa na wilaya. Tumeona nimetazama pia kazi zako hasa umetaja waimbaji wengi sana ambao unawapenda na nimeona Beatrice Mwaipaja. Imekuwaje ukafanya naye collab na si mara moja tu? Amina. Kwa kweli namshukuru Mungu, nimekuwa na mzigo wa kufanya naye kazi kwa sababu nimependa aina ya uimbaji anaoimba mtumishi wa Mungu Beatrice Mwaipaja. Na nikazungumza nao hapo kanisani, nikamwambia nafikiri walifikiri kama ndoto. Nikamwambia ipo siku moja nitafanya kazi na mtumishi wa Mungu Beatrice Mwaipaja. Na namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu, nilipozungumza na mtumishi wa Mungu Beatrice Mwaipaja juu ya maono nilionayo na aliyapokea. Na hata nilipokutana naye sikuwa kwenye utayari wa kuweza kufanya ile kazi. Yeye alinitia moyo, akanishauri, akaniambia inawezekana kufanya kwa muda huu. Na tukafanya, na kazi kubwa ya Mungu ikazirika, imefikia maelfu ya watu na watu wamebarikiwa. Na hapa sasa niko kwenye maono
ya kufanya kazi na mtumishi wa Mungu anaitwa Israeli Mbonyi. Amen. Na nategemea kwa neema ya Mungu, Amen, Mungu atatuwezesha kufanya kazi pamoja na pacha wangu. Amina, amina. Ni pacha wako tayari. Yeah. Tena na mkono wake lazima usimame pale. Amina. Sawa kabisa. Beatrice Mwepaja na tayari pia umetuambia Israeli naye pia unatamani kufanya naye. Amina. Ni pacha wako pia. Ni pacha wangu. Maana wengi wananifananisha naye. Hata hapa juzi nimekuwa na ziara kwenye jiji la Nairobi. Watu waliponiona moja kwa moja walijua ni Israeli Mbonyi. Kwa hiyo watu walinifuata, Israeli karibu, tunashukuru umetutembelea. Nikamwambia watazamaji wanatazama kwa sasa na tunatamani kufahamu zaidi, wewe ni mchungaji lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Hebu tupatie moto wa Injili tuweze kusikia kipawa ambacho Mungu ameweza kukubariki kupitia uimbaji. Kupitia uimbaji. Yeah, kabisa kabisa. Amen. Kwa kweli namshukuru Mungu amenipa neema kwa kupitia kipawa hichi cha uimbaji. Napendwa na Baba. Napendwa na Baba. Napendwa na Baba. Pendo lake lathibitika. Pendo lake lazihilika. Natamani pia tumevuka. Tumevuka. Yeah. Tumevuka. Tumevuka. Tumevuka kwa mkono wa Bwana. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu tumevuka. Mpanda farasi na farasi amewatupa baharini. Walikuja kwa njia moja, kawatawanya kwa njia 7. Tumevuka, tumevuka, tumevuka kwa mkono wa Bwana. Tumevuka, 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 tumevuka kwa mkono wa Bwana. Tumevuka kwa mkono wa Bwana. Tumevuka, tumevuka, ametusaidia. Tumevuka, ametuwezesha. Tumevuka kwa mkono wa Bwana. Alikuwa pamoja nasi, Baba akatushindia, Baba akatutetea. Bwana alipowapigania na jeshi la Farao, waliimba tumevuka. Bwana alipowavusha bahari ya Shamu, waliimba tumevuka. Kwenye magonjwa umeniponya, kwenye huduma ni wewe umenivusha. Si kwa akili kwenye huduma ni wewe umenivusha. Walitabiri mwisho wangu, ukatabiri mwanzo wangu. Maana wewe Baba unaona mwisho kabla ya mwanzo. Na mtazamaji, huyo ni mwimbaji nyimbo za Injili lakini pia ni mchungaji, ni pastor huyu Sedekia Yehu, na tuko naye hapa. Tumezungumza mengi zaidi, hasa hebu tuambie, video yako ni nzuri sana. Nitamani tujue pale palikuwa ni wapi, tuambie kidogo, lakini pia utueleze changamoto kubwa sana ambayo mnaweza kuipitia uimbaji wa nyimbo za Injili hasa kwenye hili soko mlilopo kwa sasa. Amina. Video yangu nimefanyia Dar es Salaam, maeneo ya Posta. Mazingira yote hayo nilikuwa Posta Dar es Salaam. Namshukuru Mungu, neema imekuwa kubwa hiyo. Changamoto ni kweli, waimbaji kwa sasa, waimbaji wengi tunapitia changamoto ya namna ya soko la muziki wa Injili, hususani wale waimbaji ambao bado hawajawa na majina. Maana yake ili soko liweze kukua ni mpaka watu wajue jina, wajue kwamba kuna mwimbaji yuko anaitwa Sedekia, yuko mahali fulani. Hapo ndio unaweza ukapata
soko. Ukapata soko. Kikubwa neema ya Mungu iko kwa ajili ya kutusaidia, tunamwamini Mungu. Sasa mpaka sasa ni mafanikio yapi ambayo umeweza kuyapata katika huduma hii? Amina. Na mimi kwa upande wangu mafanikio makubwa sana ambayo nimeweza kuyapata katika huduma hii ya uimbaji ni pale mioyo ya watu inapoguswa, nafsi za watu zinapoguswa kupitia ule uimbaji, na unaona mtu mwingine anampokea Yesu, anasema Bwana, nimesikia nyimbo zako zimenibariki, nilikuwa ninapita kwenye changamoto fulani, sasa ninaona moyo wangu umeponywa, moyo wangu umepokea uponyaji. Kwa hiyo mafanikio makubwa ambayo mimi ninaangalia sana kwenye huduma hii ya uimbaji ni mioyo ya watu kuguswa, zile nafsi zikamjua Yesu Kristo, kwa sababu ninaposema mimi ni mwimbaji maana yake ni mhubiri. Kwa hiyo ninahubiri watu kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo ninafurahi sana mafanikio hayo watu wanapomjua Yesu Kristo. Ukiacha kuangalia mafanikio ya mwilini, target kubwa tunaangalia haya mafanikio ya kiroho. Baada ya haya ya kiroho sasa ya kimwili, Bwana anafanya njia. Mwimbaji Sedekia na mchungaji pia, najua watu wengi wamekuwa wakipata moto wa injili kutoka kwako. Amina. Umefanikiwa hadi kwa sasa umeshatembelea ama kusimama kwenye majukwaa mangapi tangu umeanza huduma hii? Tangu nianze huduma hii nimesimama katika majukwaa kama 4. Hayo nimeweza kusimama, lakini pia mwaka jana niliandaa tamasha kubwa la kumsifu Mungu ambao niliandaa mimi mwenyewe mkoa wa Shinyanga. Lakini nafikiria tena mwaka huu tutakuwa na tamasha kubwa, na nategemea liwe kwenye mkoa huo wa Mwanza, kwenye jiji la Mwanza, japokuwa watu wa Shinyanga walifanya mawasiliano na mimi wakaniambia tunatamani tena iwe Shinyanga. Na kama itakuwa Shinyanga maana yake tutakuwa na matamasha mawili ya kumwimbia Bwana ambayo tutalifanya Shinyanga na tutafanya Mwanza. Amen. Tutegemee nini sasa kwa mwaka 2026 kwako cha tofauti? Amina. 2026 ninaomba watumishi wa Mungu wanaonitazama wategemee kuna vitu vingi, kuna package za kutosha kwenye hazina hii ya uimbaji. Kuna kitu kipya ninafikiri neema ya Mungu kinisaidia kitatoka mwezi huu, mwezi wa 5 2026. Kuna kitu kuna ujumbe unasema amani ambao nimeimba mle, Roho Mtakatifu amenisemesha kuimba mambo ya amani. Lakini kuna wimbo mwingine ambao unapendwa na watu unaitwa subiri. Umezungumzia katika changamoto mtu anazopitia, anahitaji kusubiri na kukaa magotini kwa Bwana ili Bwana aweze kumjibu kama aliwajibu kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Ni kwa sababu ya uvumilivu waliokuwa nao. Kwa hiyo kuna vitu vipya vinakuja 2026. Mpenzi mtazamaji, akae mkao wa kula. Wakae mkao wa kula, na mtazamaji kaa mkao wa kula kabisa. Na tunaelekea ukingoni sasa katika kipindi hiki kizuri kabisa, na imani watazamaji wanaendelea kubarikiwa zaidi. Watu wanawezaje kukupata hasa katika huduma mbalimbali makanisani ama kuita ziara za tofauti kama namna ulivyosema, na kwenye mitandao ya kijamii? Amina. Kwenye mitandao ya kijamii ninapatikana kwa jina la Sedekia Yehu. Ile Yehu, ile A ni Anthony, ile nilifupisha nikaweka Yehu. Ninapatikana YouTube, ninapatikana TikTok, ninapatikana Facebook, ninapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa akaunti hiyo Sedekia Yehu. Lakini vile vile mtazamaji unanitazama, ninaweza nikakupa mawasiliano yangu. Namba yangu ya simu ni 0754661917. Narudia tena 0754661917. Hiyo ndio namba ya simu ambayo inapatikana kwa habari ya kujenga mwili wa Kristo, kwa habari ya huduma. Utanifikia, na Mungu amenipa neema ya kufika mahali popote, iwe vijijini iwe mjini. Ninafika kwa ajili ya kutangaza mwili wa Kristo. Kwa hiyo mahali popote ambapo Mungu atakuwa ameachilia kibali cha kuweza kufika, tunafika na tunaujenga mwili wa Kristo kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya kuhubiri. Na mtazamaji, huyo ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni mchungaji ambaye uwepo wake umekuwa hapa wa kipekee zaidi kufika hapa katika studio zetu. Ni si mwingine, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anajulikana kwa maarufu wake Sedekia Yehu kama alivyojieleza. Ingia kule YouTube, angalia kazi zake na uendelee kubarikiwa zaidi. Tunapofika mwisho na kutamatisha kipindi hiki, mimi natamani tunapoenda kumaliza tutupatia moto wa Injili kupitia wimbo huo mzuri. Langu jina ni Andrea Musima.
Masanja, lakini pia mwandaji kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga, mdusha matangazo Venita Salvatore, na mpiga picha ni Elisha Ndalo. Pata moto wa injili kutoka kwa mwimbaji wa nyimbo za injili Sedekia Yehu. Karibu sana. Amina, amina. Tumevuka. Wakati tunaelekea kwenye kuvuka, lakini shukrani zangu nahitaji kutoa pia kwa mtumishi wa Mungu Upendo Nkininki. Amefanyika baraka kwenye huduma hii ya kwangu ya uimbaji, na ni mtu ambaye amekuwa na mzigo, anatamani aone huduma hii imefika mbali. Sasa tunahitaji tukavuke, mpenzi mtazamaji. Iko neema ya Mungu inatusaidia kuweza kuvuka. Mpanda farasi na farasi amewatupa baharini, walikuja kwa njia moja, kawatawanya kwa njia 7. Ametushindia yeye mwenyewe, amepigana kwa ajili yetu. Tumeibuka washindi kwa ajili ya Yesu. Tumevuka kwa mkono wa Bwana. Tumevuka